Katika mazungumzo ya Misri yasiyo ya moja kwa moja kati ya Hamas na Israel, mjumbe mkuu wa Hamas Khalili El Haya amesema kundi hilo nataka dhamana kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump na nchi zinazodhamini kuwa vita vitamalizika kabisa mara moja na daima baada ya makubaliano hayo kuridhiwa. Katika mahojiano yake na kituo cha Al Kahira, amesema hawana imani na Israel hata kidogo, akisema Israel haijawahi kutimiza ahadi zake katika suala la uvamizi katika historia. Ameongeza kwa kusema wameshuhudia hilo mara mbili katika vita hivi vinavyoendelea sasa, kwa hiyo wanahitaji dhamana ya kweli. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameituhumu Urusi kwa kutaka kuleta machafuko barani Ulaya kwa kutumia droni kwa ajili ya hujuma na kuvuruga hali ya usalama. Katika hotuba yake ya jana jioni Jumanne kwa njia ya video, Zelensky amesema serikali ya Moscow inatumia kile alichokiita msafara wa kivuli, si tu kufadhili vita kupitia usafirishaji wa mafuta kwa meli kubwa, bali pia kwa hujuma na juhudi mbalimbali za kuvuruga utulivu barani Ulaya. Kurushwa kwa droni kutoka kwenye meli hizo ni mfano mmoja tu wa hali hiyo. Hata hivyo, taarifa rasmi kuhusu asili ya droni hizo zilizogunduliwa hivi karibuni karibu katika mataifa kama Denmark na Ujerumani bado hajathibitishwa, na Urusi imekanusha kuhusika kwa namna yoyote. Dmitry Medvedev, naibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Urusi, alionyesha kuwa huenda majeshi ya Ukraine yenyewe ndiyo yanayotumia droni hizo kwa makusudi ili kuichochea Ulaya iingie vitani dhidi ya Urusi. Abidjan. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza kuwakamata watu 8 wa shirika la misaada ya kibinadamu, wakiwemo raia wa Ulaya 3 kwa tuhuma za ujasusi na uhaini. Waziri wa usalama Mahmoud Sana amesema waliokamatwa ni wanachama wa shirika la AINSO lenye makao yake nchini Uholanzi linalojishughulisha na usalama wa mashirika ya misaada. Miongoni mwao ni raia wa Ufaransa, mwanamke mwenye uraia wa Ufaransa na Senegal, raia wa Jamhuri ya Czech, raia wa Mali na wa Burkina Faso 4. Wengine ni mkurugenzi wa shirika hilo nchini Burkina Faso na naibu wake. Mkurugenzi huyo alishawahi kukamatwa mwishoni mwa Julai wakati shirika hilo liliposimamishwa kwa miezi 3 kwa madai ya kukusanya taarifa nyeti bila ya kibali. Tangu mapinduzi ya Septemba 2022, utawala wa kijeshi wa Burkina Faso umeachana na ushirikiano wa karibu na nchi za magharibi, hasa Ufaransa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Bonn. Antananarivo. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amesema anapanga kufanya mazungumzo ya kitaifa na makundi mbalimbali leo hii baada ya waandamanaji vijana kumpa saa 48 akubali madai yao au wakaitisha maandamano ya kitaifa. Amesema kuwa mazungumzo yaliyopangwa kufanywa mchana yatashirikisha viongozi wa kiroho, wanafunzi, wawakilishi wa vijana na makundi mengine. Jumatatu, Rajoelina alimteua jenerali wa jeshi Rufin Fudnati Zalisambo kuwa waziri mkuu mpya, wiki moja baada ya kuwafuta kazi mawaziri wake wote katika hatua ya kushughulikia malalamiko yaliyochochea maandamano ya Septemba 25. Hata hivyo, mabadiliko hayo hajatatuliza waandamanaji ambao awali walijitokeza mitaani kulalamikia uhaba wa maji na umeme katika taifa hilo masikini kabisa la Afrika, lakini sasa wanataka Rais Rajoelina ajiuzulu. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anakabiliwa na shinikizo kubwa la hata kutaka kutoka kwa washirika wake wa karibu kutafuta suluhisho la haraka kwa mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini mwake. Na msikilizaji, ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn ambazo zimesomwa nami Sudi Mnete, na asante kwa kutusikiliza. Asante sana Sudi Mnete kwa taarifa ya habari. Basi tutakuwa naungana naye Amina Abubakar kwenye uchambuzi na vilevile ripoti za waandishi wa habari asubuhi hii. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa na tunashirikiana na washirika wetu DW idhaa ya Kiswahili. Mungu msikilizaji, hii leo asubuhi tunauangazia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Tutaingia Gaza kujua kile kinachoendelea
Kwa wakati huu nitakueleza pia ni kwa nini njia ya Ukraine kuelekea kwenye uanachama wa Umoja wa Ulaya itakuwa ngumu, na huko nchini Tanzania uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 unakaribia. Tunauangazia uwakilishi mdogo wa wanawake katika uchaguzi huo. Sisi hatuna uwakilishi serikalini. Kwa mfano tuna changamoto zetu, tunashindwa kuzipitisha wakati sisi ni jamii ndogo sana. Kwa hiyo tunakuwa hatuna ile sauti. Naam, asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo, na dunia yetu leo asubuhi inaanzia huko Mashariki ya Kati. Kama nilivyokueleza, miaka miwili baada ya kuanza kwa mgogoro huu ambao hadi sasa umesababisha Wapalestina zaidi ya 60,000 kuuawa kufuatia vita vya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, bado juhudi za kutafuta amani ya kudumu katika mzozo huo zinaendelea. Sudi Mnete anatufahamisha mengi juu ya yale yanayoendelea huko kwa sasa. Asante sana Amina Abubakar. Miongoni mwa niliyowakusanya wakati huu ni pamoja na hili la waziri mkuu wa Qatar na wajumbe kutoka Uturuki wataungana na wajumbe wa Hamas na Israel nchini Misri leo hii kwa siku ya 3 ya mazungumzo ya kutafuta kumaliza vita vya Gaza. Mazungumzo haya yasiyo moja kwa moja kati ya Israel na Hamas yanafanyika katika mji wa mapumziko wa Sharm el-Sheikh, yakiongozwa na mpango wa vipengele 20 uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump mwezi uliopita. Mapema jana, Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari akiwa ikulu ya White House kwamba kuna uwezekano halisi wanaweza kufanikisha hatua fulani, na kuongeza kuwa wajumbe wa Marekani pia wanashiriki katika mazungumzo hayo. Nchini Misri ambako mkutano huo unaendelea, mwakilishi mkuu wa Hamas Khalil el-Haya amesema kundi hilo la Kiislamu linataka dhamana kutoka kwa Rais Trump na nchi zinazodhamini mazungumzo hayo kwamba vita vinamalizika kabisa, kauli ambayo imejibiwa na Trump akisema, naam, dhamana ya msingi ni kwamba mara tu makubaliano haya yatakapofikiwa, kama yatafikiwa, zingatia mazungumzo bado yanaendelea. Tutafanya kila liwezekanalo, tuna nguvu kubwa, na tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kila mtu anazingatia makubaliano haya. Sawa. Mazungumzo haya yanafanyika wakati Israel ikiadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7 ambalo ndio lilosababisha kuanza kwa vita hivi. Shambulio hilo liliua watu 1219, wengi wao wakiwa raia, kwa mujibu wa takwimu za shirika habari la AFP zilizotokana na vyanzo rasmi vya ndani ya Israel. Wapiganaji pia waliwateka watu 251 na kuwapeleka Gaza, ambapo 47 bado wanashikiliwa mateka, wakiwemo 25 ambao jeshi la Israel linasema wamefariki dunia. Shinikizo la kimataifa kumaliza vita linaongezeka, huku sehemu kubwa ya Gaza ikiwa imeharibiwa, njaa ikitangazwa na Umoja wa Mataifa, na familia za mateka wa Kiyahudi zikiendelea kutamani wapendwa wao warejeshwe nyumbani. Ripoti ya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ya mwezi uliopita ilishutumu Israeli kwa kutekeleza kile ilichokiita mauaji ya kimbari Gaza, huku mashirika ya haki za binadamu yakishutumu Hamas kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu wakati wa shambulio la Oktoba 7. Pande zote mbili zimekanusha tuhuma hizo. Asante Sudi Mnete. Tutoke huko Mashariki ya Kati tuangalie suala hili la Ukraine. Njia ya taifa hilo kuelekea kwenye wanachama wa Umoja wa Ulaya itakuwa ngumu hata bila vikwazo vya Hungary. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya walioitembelea Ukraine wametoa ujumbe mkali kwa serikali ya nchi hiyo kwamba bado kuna mengi mno Ukraine inatakiwa kuyafanya, huku juhudi zikiwa zinaendelea za kuzima upinzani wa Hungary isiyotaka Ukraine ijiunge na Umoja wa Ulaya. Zainab Aziz na maelezo zaidi. Ukraine inahitaji kuungwa mkono na nchi zote 27 za Umoja wa Ulaya ili kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo, lakini Hungary inaizuia nchi hiyo kuweza kufikia kwenye hatua nyingine ya juu ya mazungumzo, ikielezea wasiwasi wake ambao ni pamoja na haki ya lugha kwa Wahungary wa makabila madogo. Msimamo wa Hungary umeyakatisha tamaa mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya
na kamishna anayehusika na upanuzi wa kambi hiyo Marta Kos aliyeuongoza ujumbe wa maafisa wa ngazi ya juu huko nchini Ukraine, na pia kukutana na jamii ya Wahangari wachache walio magharibi mwa nchi hiyo kujaribu kupunguza mvutano. Wanachama wa Umoja wa Ulaya ni mwanga wa matumaini kwa raia wengi wa Ukraine kwa siku zijazo, ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake kutoka kwa Umoja wa Kisovieti. Mnamo mwaka 2014, rais aliyeunga mkono Urusi Viktor Yanukovych aliondolewa madarakani kutokana na maandamano makubwa baada ya kujaribu kugeuza mwelekeo wa nchi yake katika kutafuta wanachama wa Umoja wa Ulaya. Vita vya Urusi nchini Ukraine vimeifanya nchi hiyo kuvutiwa zaidi na hatua za kujiunga na Umoja wa Ulaya, zaidi kwa raia wa Ukraine wanaopendelea kuwa karibu na nchi za magharibi. Lakini kutokana na hatua ya Kiev ya kujaribu kuubana uhuru wa waangalizi wakuu, ni hatua iliyozitishia serikali nyingi za Ulaya na kuzua changamoto za mageuzi zinazoikabili Ukraine, ambayo inahitaji kurekebisha sheria zake ili zikidhi viwango vya Umoja wa Ulaya. Kwa sheria za Umoja wa Ulaya, jumuiya hiyo haiwezi kuikubali nchi kuwa mwanachama mpya kama haitakidhi viwango vya utawala wa sheria kwa 100%. Kamishna anayehusika na upanuzi wa kambi ya Umoja wa Ulaya Marta Kos amesema licha ya wanachama wa Umoja wa Ulaya kuipenda Ukraine, lakini linapokuja suala la mageuzi katika maeneo yote kuanzia kwenye kilimo hadi mazingira, hapo ndiyo Ukraine inayotaka kujiunga na umoja huo itakabiliwa na kazi ngumu. Kos amesema bila mageuzi, Ukraine itajikuta mahala pagumu katika azma yake ya kujiunga na jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Naibu Waziri Mkuu wa Ukraine Taras Kachka, ambaye pia anahusika na ushirikiano wa nchi yake na Ulaya, amesema Ukraine inachukua kila hatua na mbinu za kivitendo, inaendelea kufanya mageuzi ili kuweza kusonga mbele haraka inavyowezekana kuingia kwenye hatua inayofuata ya mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban mnamo mwaka 2023 alichagua kutopinga uamuzi wa viongozi wa Umoja wa Ulaya wa kufungua mazungumzo ya Ukraine kujiunga na umoja huo. Lakini sasa Hungary inaizuia Ukraine kusonga mbele kwenda kwenye hatua inayofuata ya mazungumzo juu ya vipengee katika mada zinazohusu sera mbalimbali. Rais wa Halmashauri ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema Ukraine inaweza kujiunga na kambi ya Umoja wa Ulaya kabla ya mwaka 2030 ikiwa itaendelea na mageuzi kwa kasi na ubora, lakini muda huo unatiliwa mashaka na baadhi ya wahusika. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili. Tuelekee sasa katika taifa la Afrika Mashariki. Uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 nchini Tanzania unakaribia, huku wanawake walio pembezoni wakiibua changamoto kadhaa, ikiwemo uwakilishi mdogo wa kundi hilo, ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu uchaguzi na kutofikiwa na wagombea katika maeneo yao. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Zikiwa zimesalia wiki tatu kabla ya Watanzania kupiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani, wanawake kutoka jamii za pembezoni wameanza kueleza changamoto zinazowakabili kuelekea siku hiyo muhimu ya maamuzi. Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zilizo na makundi ya watu wa asili kama vile Wahadzabe, Wamaasai, Wataratoga na Wabarbaig. Licha ya changamoto nyingi wanazokumbana nazo, wanawake kutoka makundi hayo wameendelea kutengwa na kukosa mahitaji muhimu ya kikatiba na kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. DW imezungumza na baadhi ya wanawake wa jamii za Wahadzabe ambao wametaja matatizo mbalimbali yanayowazuia kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. Loveness Yabasi anasema, ili tuweze kupata kipato. Changamoto nyingine tunayopata sisi jamii ya Wahadzabe kwa ujumla, sisi hatuna uwakilishi serikalini. Kwa mfano tuna changamoto zetu, tunashindwa kuzifikisha kwa sababu sisi ni jamii ndogo sana. Kwa hiyo tunakuwa hatuna ile sauti. Mpango wa Umoja wa Ulaya wa utekelezaji wa haki za binadamu na demokrasia wa mwaka 2020 hadi 2024 unatoa wito wa kuhamasisha uraia na ushiriki hai wa watu wa asili katika maisha ya kisiasa, ikiwamo kupata elimu ya uraia. Hata hivyo, katika nchi nyingi za Afrika ikiwamo Tanzania, wanawake wa pembezoni bado wanakosa nafasi ya kushiriki ipasavyo katika masuala ya kisiasa. Retet Topiwo
kutoka jamii ya Kimaasai anasema ni wakati sasa kwa sera na sheria za uchaguzi kutambua changamoto za wanawake wa pembezoni, na hapa anazitaja changamoto zao. Kama tuseme wanawake wa jamii ya Kimaasai tuna changamoto nyingi, kwa sababu unajua mazingira tulioko, tuko kwenye pori, kwa hiyo tunashindwa namna ya kuendesha maisha. Kwa hiyo sana sana tu bado tunawaangalia mume zetu. Kama mwanamke una mume na una kazi unayofanya, itakuwa shida. Tungesaidiwa kwanza, rais wetu mama ni mama mwenzetu, angetuona kwa macho ya huruma sana, angetusaidia kutafutia miradi aina mbalimbali. Alfaili Jackson ni mkurugenzi wa fedha wa taasisi ya Carbon ambayo inaangazia zaidi masuala ya haki za watu wa pembezoni wakiwamo Wahadzabe. Vitu vya msingi ni kuwapa kipaumbele jamii zile ambazo kwa namna moja nyingine zina uhitaji mkubwa sana. Mfano kama Wahadzabe wanaishi kwa kutegemea msitu. Inaelezwa kuwa ili demokrasia iwe jumuishi na endelevu, ni lazima sera za vyama vya siasa na taasisi za serikali ziwatambue wanawake hawa kama sehemu muhimu ya mabadiliko ya kisiasa. Bila sauti zao kusikika, maendeleo ya taifa yatabaki kuwa hadithi ya upande mmoja. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante Flores. Sanae Takaichi, mwanasiasa mwenye msimamo mkali wa kihafidhina, anakaribia kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa Japan, lakini hali ngumu ya kisiasa huenda ikamlazimu kiongozi huyo wa kitaifa kuchukua mwelekeo wa kivitendo zaidi. Ripoti ya mwandishi wa DW Martin Fritz inamulika nini cha kutarajia kutoka kwa waziri mkuu huyo mpya. Inasoma studioni na Saumu Njama. Chama tawala cha Japan ambacho kimekuwa katika hali ya msukosuko sasa kina kiongozi mpya. Ushindi wake katika uchaguzi wa uongozi wa chama cha Liberal Democratic Party LDP ulikuja baada ya kushinda duru ya pili dhidi ya waziri wa kilimo Shinjiro Koizumi. Matokeo haya ni baada ya Taro Aso mwenye umri wa miaka 85 ambaye ni mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya LPD na waziri mkuu wa zamani kumsaidia Takaichi katika kushawishi kura za chama. Takaichi sasa anatarajiwa kumteua Aso, mshirika wa kisiasa wa aliyekuwa waziri mkuu aliyeuawa Shinzo Abe, kuwa naibu waziri mkuu. Wanachama wa LDP wanatumai kuwa Takaichi ataweza kuzuia kudorora kwa chama ambacho kimeitawala Japan kwa karibu kipindi chote tangu vita vya pili vya dunia. Chini ya uongozi wa Shigeru Ishiba ambaye ni waziri mkuu wa sasa, LDP ilipoteza wingi wa viti katika mabunge yote mawili kutokana na kuongezeka kwa malalamiko ya umma kuhusu kupungua kwa hali ya maisha na ongezeko la wahamiaji. Mtangulizi wake Fumio Kishida pia kutoka LPD alijikwaa kutokana na kashfa ya michango ya fedha, hali iliyozidisha mtazamo wa umma kuwa LPD haijali sana wananchi. Baada ya ushindi wa Takaichi, kiongozi mpya wa LDP aliahidi kujenga upya chama, kuhamasisha vizazi vyote vya Japan. Takaichi amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za uwaziri, ikiwemo waziri wa mambo ya ndani na waziri wa usalama wa kiuchumi. Akiwa na umri wa miaka 64, anajiona kama mrithi wa kisiasa wa Shinzo Abe ambaye alishinda chaguzi 6 mfululizo kupitia ajenda ya kitaifa na sera ya kiuchumi zinazolenga ukuaji. Anatarajia kuendeleza sera zake za kirafiki kwa soko na mtazamo wake wa kitamaduni kuhusu Japan. Pia anavutiwa na Margaret Thatcher, waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa Uingereza, na anajiona kama Iron Lady wa Japan. Hata hivyo, mitazamo yake mikali ya kihafidhina imekosolewa vikali na wapinzani wake, huku waziri mkuu wa zamani Kishida akidaiwa kumuita Taliban Takaichi. Hivi karibuni ameitaka serikali kuwa na sera kali zaidi kuhusu uhamiaji, jambo ambalo limekuwa muhimu katika kampeni. Zaidi ya hayo, Takaichi aliahidi kuchukua hatua kali dhidi ya wageni na wahamiaji wanaovunja sheria. Takaichi pia alikubaliana na upinzani kuwa ataondoa kodi ya petroli ya miaka 50 kipaumbele katika kukabiliana na mfumuko wa bei. Alisisitiza pia haja ya kuwa na jeshi imara, akielezea umuhimu wa ushirikiano wa pande tatu kati ya Japani, Marekani na Korea Kusini. Haya, tukamilishe uchambuzi wetu hii leo asubuhi kwa kulitazama hili kwamba uchunguzi mpya uliofanywa na DW kwa kushirikiana na jarida la Uholanzi De Groene Amsterdam unaonyesha kuwa madini yanayotoka katika maeneo yenye migogoro yanayojulikana kama 3
TG yanatumiwa kwa kiwango kikubwa katika utengenezaji wa magari ya umeme ya kampuni kubwa zaidi ya magari barani Ulaya, Volkswagen. Na baadhi ya viwanda vya kuyeyusha madini vinavyokosolewa zaidi barani Afrika ni sehemu ya mnyonyoro wa usambazaji wa Volkswagen. Taarifa kamili na Salehe Mwanamilongo. Tantali, bati, tungsten na dhahabu maarufu kama 3TG ni mali ghafi muhimu sana katika sekta ya magari kwa sasa, hasa wakati huu ambapo sekta hiyo inajielekeza kwa magari ya umeme. Madini ndiyo muhimu katika sekta ya utengenezaji wa mifumo ya kutengeneza magari, nyaya, taa na skrini za kielektroniki. Kwa sasa madini ya 3TG yanahitajika sana na watengenezaji magari barani Ulaya na maeneo mengine duniani kutokana na uimara wake, uwezo wa kustahimili kutu na uwezo wake mzuri wa kusafirisha umeme. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inamiliki baadhi ya migodi mikubwa zaidi ya madini haya yanayojulikana kama madini ya migogoro, hasa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo linalokumbwa na vita dhidi ya waasi wa M23 na mshirika wao Rwanda. Katika uchunguzi wake, DW iligundua, kwa mujibu wa ripoti ya kampuni kubwa ya magari ya Kijerumani Volkswagen kuhusu malighafi, kwamba angalau viwanda 6 vya kuyeyusha madini ambavyo vinahusishwa na madini ya migogoro na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Umoja wa Ulaya ni sehemu ya mnyororo wa usambazaji wa kampuni hiyo ya Kijerumani. Hata hivyo, Volkswagen haikutaka kuthibitisha wala kukanusha taarifa hiyo. Kundi la Volkswagen halina uhusiano wa moja kwa moja wa kibiashara na makampuni au migodi iliyotajwa, ilisema kampuni hiyo ya magari kupitia barua pepe kwa DW. Hata hivyo, walitaja ugumu wa minyororo ya usambazaji wa kimataifa kama sababu. Ingawa Volkswagen ndiyo kampuni pekee kubwa ya magari barani Ulaya inayotoa taarifa kuhusu asili ya metali zake za 3TG, Sasha Levzek kutoka shirika la Marekani la The Century linalohusika na migogoro anasema kuwa sekta ya magari haijali vya kutosha kuhusu yanayoendelea nchini Kongo. Makampuni kama Volkswagen yanapaswa kuchukua hatua na kuangazia kwa makini mzozo kati ya DRC na Rwanda, ambako madini kutoka maeneo ya migogoro kuanzia tantali hadi dhahabu yanatiririka kama mto. Mnamo mwaka 2023 na 2024, mnyororo wa usambazaji wa Volkswagen ulihusisha dhahabu iliyotoka katika kiwanda cha kusafisha dhahabu cha Khartoum huko Sudan, ambacho wakati huo kilikuwa kikidhibitiwa na wanamgambo wa kikosi cha RSF. Wanamgambo hao wameshitakiwa kwa mauaji ya kimbari na Marekani. Kati ya taasisi 344 zilizotoa madini ya 3TG kwa Volkswagen mwaka 2024, ni asilimia 61 tu ndizo zilizokaguliwa na mpango unaofuatilia madini yanayochimbwa kwa kuzingatia uwajibikaji. Asante Saleh Mwanamilongo kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, kufikia hapo mie sina la ziada kwa sasa, napisha makala. DW Sema Uvume. Ukitaka kuwasiliana na kuwahamasisha vijana katika enzi hii, njia mwafaka zaidi ni kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA. Ni kwa ajili hii ndipo kundi moja la vijana nchini Uganda wamebuni na kutumia app ijulikanayo kama Wekume, yani Jirinde, wakiwalenga hasa wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu kuweza kuhamasishwa kuhusu masuala ya ngono na afya ya uzazi. Katika makala ya Sema Uvume tunaangazia app hii ya Wekume na umuhimu wake katika kuepusha maambukizo ya magonjwa ya zinaa ikiwemo virusi vya ukimwi, mimba za mapema na pia ushauri nasaha kuhusu swala zima la mahusiano ya mapenzi na ngono. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala. Bila shaka vijana wengi wanapojiunga na vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu ndio mwanzo kwao kujihisi huru kufanya lolote wapendalo, na mojawapo ya hali hizo ni kujikuta katika mapenzi, wakati mwingine kutokana na shinikizo la rika, bila kuwa na maarifa wala taarifa muhimu ya matokeo yake. Wanaoathirika zaidi ni vijana katika mwaka wa kwanza na wa pili katika vyuo vikuu, kwa kuwa kuna pengo kubwa kwao kufahamu jinsi ya kuwajibikia na kushughulikia masuala ya hisia na vitendo vyao. Kwa namna hii wanahitaji elimu nasaha, lakini pia kwa njia ambayo maisha yao binafsi yanabaki siri yao. Ni kwa ajili hii ndipo vijana
Joshua, Derek, Lilian na wengine walijitokeza na app ijulikanayo kama Wekume, yaani Jilinde, ili kuwezesha wanafunzi kusaidiwa katika kujilinda dhidi ya maambukizo ya magonjwa ya zinaa pamoja na kuepusha mimba ambazo hajapanga kuzipata ikitokea kwa bahati mbaya. Joshua Emmanuel Walusimbi anafafanua zaidi kuhusu kile kilichomsukuma kujitokeza na ubunifu huu. My sister as a university student, she contracted HIV. Dadangu alipokuwa chuoni aliambukizwa virusi vya ukimwi, akapata mtoto na akafariki dunia. Kutokana na msiba huu kwa familia yetu, nilianzisha mpango wa kutoa ushauri na saha kwa wanafunzi vyuoni, na tulianzia kwenye kundi la WhatsApp. And we started as a WhatsApp group. App hii imezidi kuwa maarufu miongoni mwa wanafunzi, ambapo wanaweza kuwasilisha maswali yao na kujibiwa kwa faragha bila kukutana ana kwa ana na mshauri nasaha au mfanyakazi wa afya. Kwa kutumia app hii kwa ajili ya mawasiliano, aidha wanaweza kuagiza vifaa vya kinga kama vile mipira ya kiume, tembe au taulo za hedhi na kufikishiwa pale walipo. Kijana Derek Ntubiro anafafanua jinsi wanavyoendesha shughuli hizi. First we had a challenge. Mwanzoni tulipata changamoto, kwani tulipowaelezea watawala wa taasisi kuhusu apo ya Wekume walidhani kwamba tunaeneza tabia mbaya, hadi pale tulipowafafanulia umuhimu wa elimu ya ngono na afya ya uzazi kwa wanafunzi. Sexual reproductive health means. Wanafunzi wa kike ndio wamevutiwa zaidi na app hii, na wengi wao huomba ushauri kwenye kila hatua ya kuingia katika mahusiano na kupata mwongozo kutoka kwa wataalamu na washauri nasaha waliokubali kushiriki katika mpango huu, kwani hawana gharama kubwa za kukutana ana kwa ana hadi pale inapohitajika. Lydia Nakamianansuvuga ni miongoni mwa vijana waliojitolea kwa hiari kuwasaidia vijana wenzao. This app, it is so good. App hii ni nzuri sana, kwani sisi vijana tuna haya kuzungumzia masuala ya ngono waziwazi kwa watu wanaotuzidi umri. Aidha, app hii ina taarifa nyingi ambazo huwezi kuzipata katika baadhi ya vituo vya afya. We cannot get from some health centers. Haijawa safari nyepesi kwa vijana hawa kutimiza majukumu yao ipasavyo, hasa kutokana na gharama za kuwafikia wanafunzi vioni na kuwahamasisha kuhusu app hii na jinsi ya kuitumia. Aidha, kuna changamoto ya urasimu kwenye taasisi hizo kabla ya kupata idhini, lakini angalau jitihada zao zimetambuliwa na kupongezwa na mashirika mbalimbali. Kwa mfano, serikali ya Ujerumani kupitia shirika lake la misaada ya maendeleo GIZ limewasaidia kuboresha app yao. Wanaihimiza pia serikali ya Uganda kuwekeza katika ubunifu wao ili wachangie katika kuepusha viwango vya maambukizo ya magonjwa ya zinaa na pia visa vya mimba miongoni mwa wanafunzi, hasa baada ya wazazi wao kugharimika pakubwa kuwafikisha kwenye ngazi ya elimu ya juu. Aliyekuandalia makala hii ni mimi Lubega Emmanuel, nikikuhimiza kuendelea kupata maarifa na taarifa zaidi kutoka hapa DW Kiswahili. Kufikia hapo, mie Amina Abubakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Kwaheri. Asante sana Amina Abubakar kwa kutuelekeza vizuri kwenye sehemu hiyo ya taarifa ya habari, ambapo ni Afrika Leo mchana, Afrika Leo asubuhi, msikilizaji, habari za dunia, ambapo wakati huu basi na kurejesha kwenye studio za Radio Fortune Africa sasa hivi, ambapo ninachokuletea sasa ni kiziba mkonga, alafu baadaye tuweze kurindima ngoma nzima ya Good Morning Africa. Sasa hivi natumai mambo yako ni mazuri tu pote pale ulipo, na lolote tunalolifanya unalitekeleza kwa njia ambayo inapendeza sana. Ndio maana umerauka katika mawanda haya mazima ili uweze kupokea kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tupokee kiziba mkonga. Neno moja la mpenzi wako msikilizaji linaweza kukupa kicheko mchana kutwa au kilio mchana huo kutwa. Chunga kinywa.
Neno moja la mpenzi wako linaweza kupa kicheko mchana kutwa au kilio mchana kutwa. Chunga kinywa. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.